Jamani, huyu dada anaomba ushauri na anaomba msaada. Huyu dada alichepuka na mwanaume wa rafiki yake. Rafiki yake sasa hivi amekufa, huyo mwanaume amekufa. Huyu dada anaomba ushauri afanye nini, kwa sababu anahisi mwenye mke yule mama mwenye mumewe, si mwenye mkewe, mwenye mumewe ndio anafanya hayo mambo. Huyu dada anakuambia alikaribishwa kwa rafiki yake. Unamkaribisha mtu anakuja kukaa kwako, alikaribishwa kwa rafiki yake, akaja akakaa naye. Sasa huyu dada anasema hanaga bahati ya kupata wanaume wenye hela. Kila mwanaume anayempata, hakuna hata mwanaume anayemhudumia, hakuna hata mwanaume anayemwambia hivi, hakuna hata mwanaume anayefanya nini. Ila rafiki yake akipata mwanaume, mara kampeleka Dubai, mara sio kampeleka wapi, mara sio kamnunulia hivi, mara kamfanyia shopping hapa. Huyu dada anasema akaona wivu. Alipoona wivu, akaenda kwa mganga. Akatafuta mganga, akaenda kutafuta dawa ambayo akimpa mwanaume au akimnuizia mwanaume anasimama hivi, mwanaume anaelewa, mwanaume anapenda, mwanaume anasimama. Basi yule dada anakuambia akataka kujaribu ile dawa kama inafanya. Akajaribia kwa nani? Akajaribia kwa shemeji yake. Sasa shemeji yake alikuwa anakujaga hapo nyumbani kwao. Alikuwa anakujaga, wanapika, wanakula nini. Mara kwa mara huyu anasema yeye ndio alikuwa anapika sana, kwa sababu rafiki yake mara nyingi anakuaga yupo kazini. Kwa hiyo anarudi jioni, wakati mwingine anarudi na huyo bwana wake. Kwa hiyo siku ambayo rafiki yake anarudi na bwana wake, wanapigia simu, anamwambia pika chakula kingi baby, narudi na shemeji yako. Basi ndio anakuambia siku hiyo, anakuambia rafiki yake kampigia simu kamwambia narudi na shemeji yako, andaa chakula. Basi akaandaa chakula mwenyewe, akaweka hicho chakula kwenye kile chakula, akanuizia. Sasa hiyo dawa aliweka kwenye chakula cha wote, ila yeye alijipakulia kwanza. Kwa hiyo kile chakula alipewa rafiki yake, akala na huyo bwana, akanuizia mwenyewe anavyojua. Kwanza rafiki yake awe kama zoba, afanye kila kitu anachokitaka, yani asimseme, asifanye nini hivyo, na yule bwana ampende na kuambia yani hivyo, aingie kwenye mahusiano. Kweli akaenda akawapa kile chakula. Akakaa kama wiki, akawa anawapikia, maana aliambiwa dawa atumie kama wiki moja hivi nzima. Ikapita wiki. Ilipopita wiki, siku hiyo akasema ngoja nimjaribu rafiki yangu. Akamwambia rafiki yangu, unajua hapa nina shida, naomba unisaidie kama 200,000. Sasa rafiki yake mara nyingi alikuwa akimwombaga hela. Huyu rafiki yake mara nyingi anamuulizaga hela ya nini, lakini anakuambia siku hiyo rafiki yangu mimi wala hata kuniuliza hela ya nini. Akaniambia tu sawa, nikutumie kwenye namba yako hii au nikutumie kwenye Voda. Akamwambia nitumie kwenye namba hii. Pale rafiki yake kaingiza muamala bila hata kumuuliza. Dada akasema naona vimefanya kazi. Siku hiyo rafiki yake akawa amerudi nyumbani jioni. Akawa yupo hapo amefanya kazi, amemaliza, amelala. Simu yake ina play, mara nyingi huwa anatabia kusikizaga story ndio alale. Unajua kuna watu ambao hawawezi kulala bila kuwa wameweka simu ina play kitu chochote, hadithi, sijui sound nini hivyo. So akawa anaweka simu yake hapo. Dada akachukua namba yule bwana, akamtafuta, akamtumia message, mambo mimi fulani. Yule kaka anakuambia akajibu, jamani nilikuwa nakufikiria, nilikuwa nakuwaza sana. Yaani wiki iliyosha nilikuwa nakufikiria sana, yani moyo wangu umenikuta nakupenda sana na nafurahi sana umenipigia ni kwa zawadi, niambia unataka nini kwa sababu umenitafuta. Dada akamwambia kweli akamwambia nataka simu. Akasema nikamjaribu tu, nataka simu my friend. Kesho yake yule bwana akarudi na iPhone 15. Kipindi hicho iPhone 15 ndio zimetoka, nakwambia akamletea iPhone 15. Dada anakuambia sikuamini dalizi. Dawa imefanya kazi. Basi sasa huyu dada akaingia kwenye mahusiano na yule bwana. Mara ya kwanza akawa anaficha. Sio, anaelewa, akawa anaficha. Baadaye akamwambia huyo kaka, mimi kukaa na yule rafiki yangu mimi siwezi. Hapo ana mahusiano kama miezi 3, 4, 6 hivi naenda. Na akamwambia mimi kukaa hapa nyumbani kwa rafiki yangu siwezi. Si unajua hapa mimi nakaa hapa sio kwangu, ni kwa rafiki yangu. Sasa hivi nataka nikae kwangu. Kwa hiyo inabidi unipangie kwangu, nikakae kwangu. Yule kaka akamwambia sawa, usijali. Siku hiyo akamfuata hapo nyumbani. Alipofika akamwambia rafiki yake, nataka niondoke na rafiki yako, kuna sehemu nampeleka. Rafiki mtu kashakuwa kama zoba. Akaitika tu sawa, nendeni. Basi wakatoka wakaondoka. Walivyoondoka wenyewe wakaenda, na kuambia akaenda akamsurprise na apartment. Kamnunulia apartment dada. Zile apartment ambazo zinajengwa afu zinauzwa. Dada kanunuliwa apartment. Anasema sikuamini, alifurahi kishenzi, yani alifurahi mpaka basi. Basi akaenda baadaye akachukua nguo kwa rafiki yake, akamwambia mimi kuna bwana nimempata,
ni amenipangia apartment, ameninunulia apartment, kwa hiyo nataka nihamie niende kwenye apartment yangu. Rafiki mtu wala hakuuliza maswali, hakuuliza chochote, akaitika tu sawa sawa. Basi sasa bwana, wakawa wameachana hapo. Huyo rafiki mtu akawa ameishia hapo na huyu dada akawa ameishia hapo, akaenda kukaa kwenye hiyo apartment ambayo amepangiwa na huyo bwana, ambayo amenunuliwa na huyo bwana. Basi akawa ameanza sasa kwenda kuishi hapo kwenye hiyo apartment. Sasa bwana, yule bwana akaanza kumpenda sana dada. Anasema yani nilipoona hivi nikazidisha dozi, nikaongeza dozi, nakwambia, nikawa nampa ile dawa, nampa ile dawa. Huyu kaka sasa akawa kama amechizika. Akawa sasa hata kwenda nyumbani kwake hataki. Anataka muda wote akae na huyu dada. Yaani kwenda nyumbani hataki, anataka akae na huyu dada muda wote. Siku moja rafiki yake akampigia simu, akamwambia Neema, unatembea na fulani? Akasema akamwambia sitembei naye. Akamwambia hapana, najua unatembea naye na nilishajua tangu ukiwa hapa. Hata siku amekuja kukuchukua hapo kaja ukasema unataka kwenda kuhamia kwenye apartment yako, najua yeye ndio alokupangia apartment, najua kila kitu. Akamwambia yeye ndio, kwani unatakaje? Yeye wewe mwanaume sikanichagua mimi, sikanipenda mimi, kwa hiyo unatakaje my dear? Wakaanza kugombana, wakarushiana maneno. Yule dada akaanza kumwambia kwanza, najua labda umeniloga na wewe mwanaume umemloga kwa sababu sio type yake. Mind huyu dada ambaye ndio alimsaidia Neema, huyu dada ana maisha mazuri, amesoma, ana kazi nzuri. Yaani wale dada ambao ukiwaangalia ukiona ni classic. Lakini huyu Neema ukimwangalia ni wale dada tu, yani hivi tu, unajua wale dada ambao wanajiwekaga tu namna gani. Unajua maisha tu yakikupiga tu kuna namna unakaa. Yaani kuna mtu ambaye mkikaa anaonekana kabisa kwamba huyu ana pesa, huyu ana pesa, ndio hii tofauti ilikuwa hivyo. Wewe dada akamwambia Neema, mimi najua uliniloga ndio maana hata nikawa nakupa hela, kwa sababu yani mpaka anaondoka pale nyumbani anakuambia nilikuwa namuomba hela na hisi alishalipa zaidi ya milioni 2. Basi wakaishia hapo, akawa amegombana na rafiki yake. Lakini akawa anajaribu kwenda kuwasambaratisha, like akaenda kwa mganga akamwambia mimi nataka niwasambaratishe huyu rafiki yangu na huyu bwana. Yule bwana akamwambia hawa bwana huwezi kuwasambaratisha. Hawa watu walianza mapenzi tangu wakiwaga sijui high school. Sina nielewa vizuri, ila ikatokea wakawa wamepotezana, alafu huyo mwanamke ndio akaenda akaolewa, ndio huyo kaka akaenda kuoa. Kwa hiyo Neema alivyorudi, Neema alivyorudi kwa dada mwingine alivyorudi, walifanya ni blood oath, sijui ni kitu gani zile za damu, zile za kuwekeana damu kwenye vidole, kwamba hawatoachana. Sina nielewa vizuri, kwa hiyo haiwezekani kuwatenganisha. Dada akasema haiwezekani kuwatenganisha. Haya akawa amerudi zake, ameendelea na bwana, akaendelea kumtia malimbwata, akamtia malimbwata. Siku hiyo anakuambia sasa huyu bwana akawa sasa hata kwenda nyumbani kwake haendi, anaweza kakaa kwake hata wiki. Anaweza kakaa huko, nakwambia amepigia simu na mke wake apokei. Ikafika stage anampa simu dada, na yani mke wake akiwa anapiga sana, huyu kaka anampa huyo dada, anamwambia pokea hiyo simu. Neema naye akawa anapokea hiyo simu, anamtukana mama mwenye nyumba. Wewe una nini? Kama mume wako umeshindwa kumweka, kama mume wako umeshindwa kukaa naye, sisi tunakaa naye. Ukiona mwanaume wako katoka, kaja kwangu, jua kuna kitu nampa. Ukiona si kamtukana yule dada, kamtukana mpaka kamtukana tena. Sasa hapo huyu kaka alikuwa anamwambia kwamba wewe mimi najua na niliu huyu kaka alikuwa anamwambia unajua mke wangu mimi ananuka uchi, sijui mke wangu anafanya nini. Yaani wanaume wakitaka kucheat na wanakuambia chochote kile limradi uruke majoka. Atakwambia mke wake hajui kutombana vizuri. Atakwambia mke wake hajui kupachuana vizuri ili mradi uruke majoka. Atakwambia maneno mengi ambayo yani wewe ujisikie kwamba wewe ndio unajua sana, yani wewe ndio mtaalamu. Basi yule dada akawa anamtukana, anamwambia hujui kuosha uchi, hujui si kufanya nini, ndio maana mwanaume wako kamtukana. Yule dada unaambiwa, siku akampigia simu akamwambia nimekwambia achana na mwanaume wangu. Neema akamwambia siachana na mwanaume wako, unaniambiaje? Siachana naye, unatakaje? Dada akamwambia unataka kuachana naye? Akamwambia yeye sitaki kuachana naye. Dada akamwambia sawa, asante, nashukuru. Sasa bwana, baada ya muda, yani walipoongea tu vile, baada ya muda yani kama anakuambia kupita hata miezi mitatu, yule kaka akaanza kuumwa. Yani akaanza tu kuumwa from nowhere. Anaweza akakaa tu amelala hivi anaweweseka, like anaamka anaweweseka, anaongea vitu ambavyo hata havieleweki. Mara anaanza miguu inavimba, mikono inavimba, mara anaweza akakaa tu hivi akaanza tu kutetemeka from nowhere, yani mwili wote unatetemeka bila hata sababu za msingi, yani anatetemeka tu hivi. Mara wakati mwingine akila kile chakula, yani amekula amemaliza, ameweka sahani chini, anatapika kile chakula chote alichokula plus na chochote kile ambacho kilikuwa kwa tumboni. Yuko na huyu Neema. Neema akaogopa. Akasema wewe usio kanifia.
Sasa yule kaka akawa kama yani kidogo yani kizake zikawa kama amechanganyikiwa. My friend yule mama anakuambia nikaita mtu ni madereva bajaji ambao alikuwa anawatumia. Akawaita wale madereva bajaji, akamwambia naomba mje nisaidie kwa sababu nyumbani kwake kwa yule dada alikuwa anapajia kwa sababu ashaye kwenda naye wakati huyo mkeo akiwa hayupo. Kwa hiyo akambeba na kuambia akampeleka mpaka nyumbani kwake, wakaenda akamwacha getini pale. Wakagonga mke wake wakaenda wakapaki sehemu tofauti, wakamuona mke wake kaja akamchukua mwanaume wake hivyo. Unaambiwa baada kama ya miezi miwili imepita, yule rafiki yake akawa amempigia simu, akamwambia Neema njoo nyumbani kwangu nina shida na wewe. Dada akawa ameenda. Alivyoenda akamkuta Neema amekonda. No, sio Neema, akamkuta dada sasa kakonda vibaya sana. Akamuuliza mbona umekonda hivyo? Akamwambia mimi sielewi. Yaani unajua kila ninachokula hakikai tumboni. Akamuelezea dalili zile zile ambazo yule mwanaume alikuwa anapitia. Akamwambia mimi sielewi. Akamuuliza uelewi vipi? Yaani imekuwa kwaje? Akamwambia ni kama miezi 4 nyuma iliyopita nilianza kujisikia hivi. Yaani niliona mwili unaanza kuchoka, miguu inakuwa inauma, mikono inakuwa inauma, wakati mwingine naweweseka mpaka kazi imebidi niache kwanza. Imebidi nisimamishwe kwanza kwa sababu yani naweza nikawa hata nipo kazini nikapiga kelele. Yaani naweza nikawa tu nimekaa nafanya kazi nikajikuta nimepiga kelele au nimeweweseka, nimetetemeka. Kwa yani kazini nimeachishwa kwanza, kwa hiyo niko nyumbani sasa hivi naogopa. Na kilicho niogopesha zaidi, mke wa Dastan alinipigia simu. Aliponipigia simu akaniambia achana na mwanaume wangu. Mimi nikamwambia mimi mwanaume wako sitembei naye mwenyewe, nikakutaja na wewe. Yule dada akaniambia lakini wewe ndio unakujua, wewe ndio unatembea naye muda mrefu, nyewe mlikuwa mna mahusiano, ni kisi wake, umekuja umerudiana naye tena achana. Mimi nikamwambia bwana, kama unataka kuachana, kama unataka niachane na mwanaume wako, kama uachanishe kwanza na msichana fulani anaitwa Neema, ndio nikamuelekeza kwako. Sasa kinachonifanya niogope sasa hivi ni kwamba Dastan amefariki. Dastan ana kama mwezi mmoja amefariki. Mind you, baada ya kwenda kumtupa Dastan kwake hakumpigia tena simu. Yaani habari ya msiba alikuja kusikia kutoka kwa rafiki yake. Akaambia Dastan alikuwa anaumwa, yani alikuwa anawezeka mara kwanza alikuwa ananiambia jinsi anavyoumwa kwamba anajisikia hivi na hivi na dalili zile zile mimi ndio ninazozipata, naogopa. Huyu Neema akamwambia we pole, lakini mimi mambo mimi yanihusu, mimi naogopa mwenzangu. Wewe pambana na hali yako na mimi naenda kupambana na hali yangu. My dear, alivyoondoka pale kwa rafiki yake, haikuisha wiki akasikia habari ya msiba. Rafiki yake amefariki. Alikutwa tu ndani kafa. Kwa sababu huwa ana tabia yani mara zote huwa ana tabia kuamkaga asubuhi, kuna msichana hapo jirani ambaye huwa anaendaga kumfanyia usafi, anampikia nini hivyo. Kwa hiyo msichana kila siku asubuhi akiamkaga anaendaga kwa huyo dada. Kwa hiyo kaenda siku hiyo kagonga mlango hamna, kesho yake kaenda kagonga mlango hamna. Alafu ndani kuna sauti ya muziki wa taratibu, maana rafiki alikuwa anapenda kusikiza muziki wa taratibu. Anasikia sauti ya muziki wa taratibu ndio akapata wasiwasi kwa sababu mlango unaonekana umefungiwa kwa ndani, taa zinawaka, ndio akavunja mlango akamkuta dada ndani amekufa. Sasa huyu dada anaomba ushauri na anaomba msaada kwa sababu hata yeye sasa hivi hizo dalili zimeanza kumkuta. Anakuambia akikaa anasikia miguu inakuwa kama imeparalyze, inakuwa kama ina ganzi. Mara mikono inakuwa kama ina ganzi. Alafu ameshaanza kusikia ubaridi vile, yani anakuwa akikaa tu anaweza akakaa na tetemeka tu hivi, au akikaa anaanza tu yani anaongea chochote kile. Kwa watu ambao wako online sana, kuna watu fulani wanakuaga na tics, sijui inaitwa tic, ambazo mtu anaweza akashout kitu chochote kile hata kama ni matusi. Yani anakaa tu yani anashout kitu chochote, ndio kitu ambacho kilikuwa kimewakuta wale waliokufa, ndio ambacho kimeanza kumkuta na yule dada sasa hivi. Swala la kula na chakula kutoka bado halijamkuta, lakini anajua ndio anakoelekea. Kwa hiyo ndio anaomba ushauri jamani, na anaomba msaada. Amenitumia na namba ya huyu mama, nimpigie huyu mama simu nimuombe msamaha kwa sababu anajua, yani anajua kabisa kwamba yani huyu mama ndio kuna kitu atakuwa amefanya, mke wa Dastan kutakuwa kuna kitu amefanya. Ndio anaomba jamani, na anaomba ushauri afanye nini, kama kuna mtu ana msaada amsaidie. Na akaniambia nimpigie mke wa Dastan nimuombe msamaha. Mimi ndio nawauliza nyinyi, tumsaidie kama kumsaidia tunaweza tukamsaidia huyu Neema, tumsaidie. Alafu mimi nyewe mnaonaje, mimi nimpigie mke wake au nisimpigie? Maana wakati mwingine mimi naona wakati mwingine ni mtu kaya find kaya geti.